Kwa majina naitwa Alexius Sylvester Jacobo, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwenye wilaya hii ya Karagwe. Ndugu waandishi wa habari, tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuzungumza nanyi kwa niaba ya vijana wa CCM wa wilaya ya Karagwe, ikiwa lengo kubwa ni kuwashirikisha mambo ambayo kama vijana wa Karagwe tumeona ni vema tushirikiane nanyi waandishi wa habari. Kwanza tumekutana nanyi ili tuweze kumpongeza kwa pamoja Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kura za kishindo kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pili, kumpongeza Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi naye kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kumpongeza Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini pia kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Karagwe, Mheshimiwa Innocent Rugabashungwa kwa kuchaguliwa kwa kura za kishindo, lakini pia na wabunge wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Lakini pili, tumekutana pia tuweze kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake nzuri aliyoitoa tarehe 14 mwezi huu wa 11 bungeni, hotuba ambayo ilikuwa imejaa na imeshiba kabisa na inatibu kiu ya maendeleo kwa Tanzania. Lakini pia tumekutana ili tuweze kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi mzuri wa baraza la mawaziri na hasa kwa kuamini vijana wengi katika baraza lake la mawaziri. Na katika hili kumshukuru zaidi Mheshimiwa Rais kwa kuona mbali na kuiunda wizara mpya inayoshughulikia maendeleo ya vijana, ambayo baada ya uteuzi wa baraza la mawaziri ametupatia kijana mwenzetu mchapa kazi, Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka, na tunauona mwanzo wake wa kazi umekuwa nzuri sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uteuzi wa baraza hilo la mawaziri. Lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwaamini wasaidizi wake katika maeneo mbalimbali katika mkoa wetu wa Kagera. Tunamshukuru kwa kuendelea kumwamini Mheshimiwa Hajat Fatma Abubakari Mwasa ambaye ndiye mkuu wetu wa mkoa wa Kagera, ambaye ni msaidizi wake, msaidizi mzuri ndani ya mkoa wetu wa Kagera katika usimamizi wa shughuli zote za maendeleo. Lakini pia tunajivunia uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa huyu kwa sababu tangu uhuru ndiye mkuu wa mkoa wa kwanza mwanamke ambaye amekuja ndani ya mkoa wa Kagera, na ujio wake umekuwa wa maendeleo makubwa. Tumeshuhudia kianzisha tamasha zuri kubwa linalofahamika kwa jina la Ijuka Omuka. Lakini pia tulishuhudia kwenye mwaka 2023 akisaidia mkoa wa Kagera kuwa kinara na mshindi katika mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Tunampongeza sana, na katika hili umoja wa vijana wa CCM wa wilaya ya Karagwe tumejipanga vizuri kuenda kumpongeza Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika mambo yote anayofanya ndani ya mkoa wetu wa Kagera. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia mkuu wa wilaya bingwa Mheshimiwa Julius Karangaraiza, ni anachapa kazi nzuri, anamsaidia vizuri Mheshimiwa Rais ndani ya wilaya ya Karagwe. Lakini pia ndugu zangu, tumekutana pia tuweze kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumpongeza kwa kumwamini Mheshimiwa Daktari Lameck Nchemba na kuthibitishwa na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kumwamini kwa sababu amekuja na spidi ambayo Watanzania wanahitaji, lakini pia anaujua uhitaji walionao ndugu zetu wa Tanzania. Lakini tumeona ni vema sana tukumbushane jambo la hamasa ya kuwakumbusha vijana wenzetu pamoja na Watanzania wote kwamba amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo kwa pamoja vijana wote bila kujali itikadi zetu za dini, vyama vya siasa, kabila ama kanda, tusimame pamoja kuilinda amani ya Tanzania yetu. Hatuna taifa jingine la kwenda zaidi ya mama Tanzania. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wenzetu wa wilaya ya Karagwe na vijana wote ndani ya taifa letu la Tanzania, tuendelee kuilinda amani. Tunayajua matunda na matokeo ya amani ndiyo siri pekee ya maendeleo ya taifa ama mtu
yeyote katika maeneo anakokaa. Kwa ni waombe sana vijana wenzetu pamoja na Watanzania wote tuendelee kuilinda amani ya taifa letu. Shughuli za maendeleo, miradi ya maendeleo na harakati zote lazima zifanyike wakati ambako amani ipo. Ninawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari na tunawatakia majukumu mema, lakini pia tuiombee amani taifa letu la Tanzania. Tumuombee amani pamoja na afya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia tumuombee uzima na amani Mheshimiwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi pamoja na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi.